kwa ajili ya afya umetujali. Asante kwa uzima umetujali. Unastahili Baba. Tukuka katika Baba ushirika wako. Tukuka kwa neno lako ambalo Baba unakupa na unatubariki nalo kwa siku ya leo. Kwa maana tutaishi kwa hili neno Bwana. Asante Baba. Asante hata kwa familia ambazo haziko hapa Bwana. Wako mbali na wako nyumbani, lakini mmoja wetu Bwana. Waomba waliko Baba walimu. Tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Tunatangaza familia zote sasa, Prince of Life. Waliko tunatangaza damu ya Yesu Kristo juu yako. Damu ya ulinzi, damu ya ukombozi iko juu yao. Watakuwa salama, wanafanikiwa waliko. Wanakuwa na afya njema. Asante Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Bwana asifiwe wapendwa. Amina. Mimi nasikia kuwapenda tu. Nasikia Exodus 32 ama 32. Kuanzia tunaomba tutakuwa na wa kusomea, tutasomea tu kwa haraka, tutasomea kutoka mstari wa kwanza kwenda mpaka wa 6. Kwa Kiswahili kutoka mlango wa 32. Naomba mpe maji. Nataka tulisikize hilo neno la Mungu. Nitasoma kutoka 32 mstari wa kwanza hadi 6. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, "Haya, atufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu. Kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata." Mstari wa 2, Haruni akawaambia, "Zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee." Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuyeyusha, nao wakasema, "Hiyo ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri." Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, "Kesho itakuwa sikukuu kwa Bwana." Mstari wa 6, wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani, watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Amina. Somee ile kitabu ya James 1 ambayo tumesoma na mtumishi ambaye amekuwa James 1, na utachukua tu mstari mmoja 14. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Rudia. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Amina. Hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Bwana asifiwe.
yaani shughuli ambazo wanazo ni zaidi ya maisha yao, na wanang'ang'ana wasiendeleze shule, maana wanasherehekea mwisho wa mwaka na tena wanafanya hali ya kuanza mwaka wanauanza vipi. Ndiposa nikiwaambia na wapenda, nikiwaona mmekuja kumwabudu Mungu, nina uzito ninapozungumza hivyo, kwa maana hairuhusu watu wengi wakati kama huwa apeane muda mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Na kama ni kwa ibada, ingekuwa ni kwa ibada, ni hali ya kufanya mambo ili wapate nafasi waende kusimama. Lakini tunashukuru Mungu wapendwa, kwa sisi kuwa na nafasi kama hii ya kwamba tunaweza muabudu Mungu. Tunaweza kuwa na wakati wa kujipeana kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ujumbe ambao mtumishi wa Mungu ameshiriki asubuhi. Bwana asifiwe. Amen. Nimekuwa inanishangaza ya kwamba ni kama tulikuwa tunapanga hii ujumbe pamoja, lakini nashukuru ya kwamba Mungu anathihirisha kitu fulani, anathibitisha kuna kitu amelenga juu ya maisha. Amen. Anasema yeye ni confirmation ya kwamba kuna kitu Mungu analenga tukaweze kupokea kwa wakati huu. Bwana asifiwe sana. Nyakati kama hizi wapendwa, ni nyakati ambazo wastahili kuwa makini sana mpendwa. Nimeshangaa vile mtumishi amekuwa na shirika akikasia hili neno wastahili kuwa makini. Bwana asifiwe. Mtu wa kuwa makini atakuwa ameona mahali pa kuenda. Sio tu mtu wa kuenda hivi anaenda. Atakuwa amechunguza mahali anapoenda na akakuelewa vile kuliko na akaona hapa ni uende makini. Asiyeelewa huko anapoenda, anaenda tu. Ndipo sasa watu wakaitwa wanamaliza mwaka tu na wanaanza mwaka tu. Yaani wanaenda tu. Na kama unaenda tu unapelekwa. Anasifiwa. Kama ni kuenda tu unapelekwa. Usiseme tu naenda tu, unapelekwa. Na anayekupeleka ana malengo. Anasifiwa. Afadhali uelewe unapoelekea na ujue na kuenda vipi. Biblia inasema ya kwamba sisi tumepewa mamlaka juu ya shetani. Hana uwezo juu ya maisha yetu. Nashukuru kwa ibada kwa hali inaendelea. Nakwambia ukija muamini mwingine aone ibada vile vingine naenda anaona hapa kuna boesha. Anasifiwa. Kwa maana anataka misisimuko, excitement fulani ambayo anataka aone imechochewa ama imechipuliwa ya yeyusha hata mahali yaone hapa kuna roho ama kuna Mungu. Lakini nashukuru Mungu ya kwamba tunaweza kumwabudu Mungu, tunaweza kulipokea neno la Mungu, tunaweza kunyenyekea mbele za Mungu na tukatoka na kitu ambacho Mungu anatuweza duniani. Bwana asifiwe sana. Shetani anajua ya kwamba sisi ni saiti ya washindi. Sio tu mshindi, wewe ni saiti ya mshindi. Na hana mamlaka juu yetu, badala yake sisi tuna mamlaka juu yake. Amen. Anajua vizuri. Muamini kama mimi mwenyewe ambaye huenda pengine wakati mwingine nakosea kuelewa ile nguvu ninayo. Lakini shetani anajua vizuri. Anajua wewe una mamlaka juu yake. Na hakuwezi. Sio tu tuna mamlaka juu yake, anajua humwezi. Anajua yeye anajua hakuwezi wewe. Unaona? Bwana sifiwe. Yeye mwenyewe anajua hakuwezi. Mimi tunaweza kuorokeka kwa wakati mwingine, yani hali ya kuchukua vitu kawaida. Nione tu mimi niko tu. Lakini wacha nakwambia hivi, ukienda katika ulimwengu wa kiroho uone vitu ambavyo wapendwa vinafanywa na sisi tunashinda, waweza kushangaa. Waweza
unashinda kwa sababu ulipikaniwa ukashinda, waweza kushangaa kumbe haiko hivi. Na unajua mambo yote yanayotiririka katika mwili yanaondoka katika kiroho. Msingi wake inatokana nayo katika kiroho. Anasifiwa. Mara nyingi vitu ambavyo naviona vinatiririka, hali tunakaa, hali tunafanya vitu, vinatokana katika hali ya kiroho. Ukiwa na ushindi huko, washinda. Ukiwa na kushindwa kule, washindwa. Hivi ni wiche nini wewe? Hata wachawi. Unajua wachawi wanafanya nini? Wachawi wao wanajua msingi wa kila mtu huko katika kiroho. Sasa yeye anapokuandama na anakufuata mambo ya kiroho, anakuandama katika msingi wako wa kiroho. Akifaulu kule, hata ujikambe vipi akikuangalia anakuchekelea. Lakini akienda kule akikonga mwamba, akikuangalia, na hata wengi ambao wachawi wanapelekwa kwa wachawi, mchawi akijaribu anaona mambo, anamwambia huyu wewe usijaribu redi mtu kama huyu hapa. Ondoka, ondosha huyo mtu hapa. Enda hiyo na mambo yako. Sitaki. Kwa sababu amejaribu na akaona mambo wewe hatari. Akijaribu akiona mara kuna matumaini, basi ndio basi anamwambia mambo yote, na ndio sasa biashara imepatikana, atamwambia bei ya juu. Ameona wewe ni mteremko. Why? Ana maroho ambazo anasituma kakue wewe katika hali ya kiroho. Na sinamuonyesha. Kuna wengine wanazungumzia kuhusu machini. Kwani machini ni kazi yake? Ni maroho tu ya kukakua maeneo kama hapa mtaani. Ni maroho ambazo zinawachiliwa kusunguka tu hapa mtaani, kufuruka tu watu, kufuruka na zinaendelea kumwambia huko yeye yale yanaendelea. Spy spirit. Maroho pia kutaka kuchunguza maisha ya watu na kuweza kupeana ripoti. Sasa huyu anawacheza tu watu ni kama na haraka tu, lakini biashara anafanya. Sasa anawacheza tu. Mtu akishatoka kula anaenda kwa mganga, hayo maroho ambayo yamempa imani ya kwenda kwa mganga. Ni maroho yale yanatangulia kumjulisha huyu mganga mambo yote, kumhusu. Sasa nakwambia, unajua umekuja umekutana na mtu fulani. Leo ulipoamka asubuhi, unajua aliamka kulikuwa na kitu fulani. Hata wewe ndio unaona tu ni maroho yale yaliyokuwa yametawala wewe, yakakuonyesha kwamba msaada unatoka kwa mganga. Ni yale ndio yanakusema kule. Alafu yanapasha ujumbe wote, kama ni kurudi kwa nyuma, yanapasha kwa sababu they have been around you. Anafikiria. Amen. Sababu shetani anajua ameshindwa. Na hakushindi wewe. Wewe umemshinda. Anatumia vitu ambavyo vinakuwa kama mtego. Wewe mwenyewe ujiingize ndani. Anasifiwa. Haya. Wewe utaweza wavuvi ambao wao wanavua samaki bahari. Wao wanaruka tu na wanapata hiyo samaki pia. Wanaweza kuogelea kwa maji. Anaruka tu ndani apatane na samaki mbio. Amshike. Wao wanafanyaje? Kuna hali fulani ya kutekea. Hata kama ni kumvuma, kuna mahali fulani ambapo anamtekezea. Anasifiwa. Kama ni kumshika kwa nyavu, si ameweka nyavu. Lakini kusema tu ndio huyo amemuona ampate ndio, hakuna kitu atafanya. Hakuna. Shetani analengeza vitu fulani ambavyo wewe utapatikana ndani. Na hapo sasa unaokoka. Anasifiwa. Tumesoma James 1:14. James 1:14. Nasema mtu hujaribiwa kwa tamaa zake mwenyewe. Naona hiyo picha. Shetani hana namna vile hapo tukando hivi ya kwamba anaweza kukusamia. Lakini kuna kitu ambacho yani bila wewe unaishi, yeye anasababisha hiyo kitu kiwe tu ndani mwako, ili wakati anataka kukufikia anatumia hiyo. Anasifiwa. Haya, wacha nitoe mfano. Like now the spirit of immorality.
spirit of immorality. Pepo la usisi ndio liko active sana like now this season. Nyakati kama hii. Na haina mpaka na haina kiwango na haina tabia. Inatoka kwa watoto mpaka kwa watu wazee. At this season. Nyakati kama hizi. Sasa hili linatokeaje? Ukakuwa na mtu akawa anasema, watu wengine wana bahati mbaya, tu wana bahati mbaya, tu wana bahati mbaya. Haya, ni kwa kazi moja. Akapita akaangalia wapi? Haya, umeketi hapo na mwenzangu unafanya kazi tu bwana. Angalia. Kasema angalia hii. Sasa hivi nikikatakata mapanga, nini ati mnanishuia? Sasa kulikuwa na wasichana walipita. Sasa waangalia, kaangalia sasa tunaona tu Mungu anaangalia watu, pengine anashangaa na kitu fulani. Anasema tunaangalia hivi. Nikikatakata mapanga, mnasema ati nyinyi ndio mtainuka hapo kunifanyia. Unaona wao vile wamefanya vibaya. Sasa sisi tukanyamaza tukamwangalia. Sasa tunashindwa. Wale ambao wanasema ya kwamba wamevaa vibaya, hawana shughuli. Hao wako tuko shughuli zao, wanatembea wanaenda wako tuko shughuli zao. Lakini huyu amesimama anasema wamevaa vibaya, anatakana kukatwa mapanga. Lakini unajua Biblia inatuambia nini? Biblia inatuambia we are tempted by our own lust. Sasa yeye ndiye anashika, sio wale wanapita wamevaa vibaya. Yeye ndiye anashika kulingana na Biblia. Yeye kuna kitu fulani kiko ndani mwake ndio kinafanya yeye anakurukwa ama anashangaa na yale yanaendelea. Sasa hata wale anatukana hata hawajui Mungu. Hawaelewi. They are very much innocent. Hivi ndivyo Biblia inatuambia kwamba tunacharikiwa na tamaa zetu wenyewe. Wewe mwenyewe. Kumaanisha the world, ulimwengu yuko kwa standardi zake na inaendelea shughuli zake. Pati kunako italingana na wewe ndio uko ndani mwako. If you have allowed the devil to implant, iweke kitu fulani ndani mwako, sasa itakuwa na control kama remote. Sasa hiyo ndio sensor ya remote, akikusa tu hivi wewe ndio. Anasifiwa. Tunatakikana tuje tuende mbele za Mungu, tumuishie Mungu kiasi ya kwamba hata tukiwa kwa hii ulimwengu, mambo mengine yakifanyika hata hausikii kitu yoyote kinaendelea hapo. Why? Hiyo sehemu haiko ndani mwako. Lakini ikiwa iko ndani mwako, hata hakuna mambo ya kubaya. Hakuna hiyo kwa sababu you already have that power inside you. Una hiyo uwezo na nguvu ndani mwako. Basi unahitaji kuona tena kitu gani kufanya vibaya. Iko ndani mwako inaendelea. Ni wokovu uko ndani mwako unaendelea. Wapendwa, nataka tukue kiasi ya kwamba tutoke katika hii wokovu ya kimwili tu. Ya sura tu ati yangu kikaibu na kama mtakatifu. Sio hivyo. Let's cleanse our heart. Tusafishe roho zetu tumrudie Mungu, tumuishie Mungu. Amen. Uovu inatokana katika roho. Hivyo yatokana katika roho zetu. Kile tunaona nje inatekua kile tunacho ndani. Na ni baba. Unaposoma katika Agano ya Kale unapata ya kwamba ilikuwa vigumu sana watakatifu waingilia na kuwapata katika mitego mbalimbali. Ikakuja kafunguliwa hapana, njia rahisi, tumia watu wa kike watumie. Hiyo ndio sasa mtihani yenyewe. Na hapa tukisoma kwa Agano ya Kale utapata kama kulikuwa na uzinzi inafanyika paka katika kanisa, paka kunao ambao now they did not entertain morality in the church. Instead walichukua mkuki akaenda akatunga wala
unarudia na urutie maovu fulani, na unakuwa tusemeje kwa Kiingereza tunasema kama immune. Yaani unakuwa ni kama sijui umekufa kutambua hii ni dhambi. Yaani inakuwa kawaida na inakuwa ni maisha tu sasa. Maisha ni hivyo hivyo. Anasifiwa. Amen. Kuna uovu fulani ambao Shetani anajua hana nguvu juu yako, hana mamlaka. Lakini akisha unasa bila kwamba ukuje kuchukua dhambi, aina ya dhambi fulani maishani mwako kuwa kawaida. Then hapo ndio ngome yake. Hapo ndio uwanja wake. Hata ufanye vitu gani, ufanye kila kitu, lakini anajua niko na kawaida kangu hapa. Nikitaka kukaa, nikitaka kutulia naenda na hapa. And that spirit, the devil is just a devil. Shetani ni shetani tu. Yeye hufanya vita vyote. Na yeye akipata tu, Biblia inasema usimupe nafasi. Yeye hutaka tu nafasi. Hata si ati hutaka tu nafasi, kwa sababu anajua akipata nafasi na atulie mahali atakontrol kitu chochote anataka control kwa. Amen. Hailapa brother huyu ambaye amekuwa hapa kushuhudia sema ukiwa shuleni. Tunakuangalia ndugu yangu. Kwa maana Mungu ako na mambo mengi makubwa atakufanyia. Kwa shuleni anafanya biashara. Maji. Hiyo ni vipi Mungu hasiweze kubariki mtu kama huyo? Wewe unasemaje kwa vijana wa digitali? Sasa tunafanya kibarua kidogo, biashara kidogo, tukapata kitu. Kwa na mwingine akasema anafanya kibarua, anafanya biashara apate kitu. Hiyo roho unacheza nayo wewe. Hiyo Mungu huwa anabariki. Biblia inasema kubariki kazi ya mikono yetu. Mungu hubariki ndugu yangu. Kwani wewe kule kama hizo nyanya iko nyingi to make money. Nyingi. Very wicked. Ofu chafu ya mimi nikiwa tunaendesha bodaboda hapa. You could make 15,000. Tunafanya 15,000 kwa siku. Tunashangaa mmoja wetu ambaye tuko naye kila wakati kuna pikipiki nyingine. Kumuulizia bwana, tunamuuliza, yaani hizi pikipiki wewe utoa wapi? Nasema unataka. Wewe ukitaka, wewe niambie tu na nitakuletea kufanya. Nikawa nashukuru. Ueleza ama hii ni biashara, nimwambia Mungu mimi kufanya hivi na hivi. Kumbe wako na mbinu zingine. Maomo. Nasema kienda tu kule siku moja na kuja na laki na 15,000. Kwa wiki moja pikipiki mpya. Sasa wewe ukizungumza hivyo nichukulie rahisi. Kama kule kuna mbinu zote, uko kurupu wote wa kukufunza jinsi how you can make money simple. But now when you choose to work by your hand, God blesses. Sababu kuna mkato. Kama ni wizi, kwani si huko tunapatikana na mapisto na bunduki? Rockers. Kama ndio na mambo wamechamba, unatoka huko ni hivyo, unakuja. Why? Uko na silaha huko. Can make money. Mbinu tu shetani anataka atumie wewe, uchukue dhambi kuwa kawaida. Akishakufikisha tu hapo basi. Atahakikisha vitu vyako vinaenda vizuri. Yaani ukijaribu vitu unafanikiwa tupate he knows penye umempa makao. Si hatutakika mahali sambaratike. Unajua kupe tulipokuwa tukisoma tukiwa shuleni, anatabia ng'ombe kama hakuli vizuri, kupe pia anapunguza kunyonya damu. Lakini akiwa anakula vizuri, kupe ananyonya damu nyingi. Yaani anatabia kwamba pia yeye anapunguza, akisikia damu inapungua kwa ng'ombe, anapunguza ili huyo yani
tunasema host asife, ili unajua akikufa yeye amekufa. Bwana asifiwe. Ng'ombe akifa kwa sababu damu imeisha, basi kufa amekufa. Sasa kuna tabia zingine ya kwamba akiona damu ikipungua, pengine kwa ajili ya malisho, maji imekosekana nini hali. Huwa mnaona sasa vile tunaenda. Wakati ule kupe huwa wanapunguza hali ya kunyonya hiyo damu. Pia wanajikasa. Nafunga kamba pia. Hatari ndio. Wewe unaweza ona ya kwamba kuna vitu fulani vinaenda sawa sawa. But he knows. Sio sawa sawa, lakini anataka kuweke ili uendelee na uendelee kutumika na yeye. Kwa njia nyingine anakuambia vitu vyako havifeli, vinaendelea vizuri. Lakini devil has a target over you. Shetani ana mbinu na ana lengo fulani kwa wewe. Sio tu ati wewe ukifanikiwa Mungu yumo. Hata sifiwe. Pia shetani huleta ufanisi. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Romans 6:12 ya kwamba tusiweze kuruhusu dhambi itawale katika miili yetu, kiasi ya kwamba tuna kubali tamaa zake. Miili ina tamaa fulani. Tusiweze kuruhusu dhambi itawale katika miili yetu kwa kuitikia tamaa zake. Kumaanisha kwamba hii ulimwengu dhambi ziko, maovu yako, lakini sasa ni juu yako unaruhusu. Wewe ndio mwamuzi. Bwana mpendwa mwingine, kawa ati ameokoka. Naweza kusema ati ameokoka. Nasema alikuwa ameokoka. Nasema akawa ati ameokoka. Sasa kawa siku moja naona na awaambia wazee mahali ati mimi nimeokoka. Mke wangu naye ndio huko tulitoka. Yeye kila wakati anavaa nguo za wao walikuwa Waislamu. Sasa ati mama akivaa nguo za huko anamfanya yeye, yaani anamfanya yeye anaanza kutamani kukula. Na watu wameekelea vichwa hivi ati wanamsikiza. Ikatokea mimi nikapata hiyo mawazo kabla haijaisha. Niwaambia wazee, mmesikiza kitu gani? Mnasikiza kitu gani? Kamwambia wewe mzee, you have not, wewe hujaokoka na hujachagua kuokoka. Hata wengine wanaweza kujadili, kweli huyu kama anavaa nguo za huko, unajua pia anafanya wewe anakufunja, anakushusha chini kwa. Nikamwambia bwana, unazungumza kitu gani? Huyu kwanza hajaokoka. Huyu hajaokoka. Na kabla sasa nikukatiza tu maongeo. Na kabla tuendelee, ni wewe uchague uokoke leo. Uchague uokoke. Lakini kusema tu sijui nani akivaa vitu fulani unaona, unajua, unafikiria, unarudi kule. Hata wengine wako wamesema kweli hiyo ni kweli.
mzima, alafu hiyo nataka kupombezana na yeye ati unataka kwenda kuitoa vile kutoa ya mtoto. Naliona hiyo picha. Wataka kwenda kuitoa vile kutoa ya mtoto. Na huyo mtu mzima amekaa hapo na miguu pale kukomata. Ameangalia vile wewe unatoa hapo hiyo choo. Bana sikia. Haikuji na haiwezekani. Utaenda siku moja kutoa hiyo na atakuchukua akupate. Basi ni mtu mzima pia. Na hata kukushinda kwa nguvu. Hata kupata hiyo choo. Sababu wewe hujui lengo yake ya kuwa anaenda kwa hapo hiyo choo. Huwa anaenda hapo. Kuna maovu ingine haukombelezani nayo. Why? Shetani analengeza tu yani iwe nomo, iwe kawaida basi. Jakuwa kawaida yeye amefaulu vita. Amepata makao. Wachana na vitu pepo toka. Nashukuru hapa sijaona pepo toka. Sijaona. Na nafurahi wapendwa. Hivyo vitu watu wanapotosha watu nani? Mimi I believe in casting out mapepo, na kweli ukikemea pepo linatoka. Kuna wakati mwingine nikiwa kijana, kaenda mahali mtu mwingine kawa out nafanya hii ilikuwa kwa mwaka wa 90 kitu kama 95 maana na 6. Tumeenda evangelism. Kaenda kwa boma nyingine na huko ni eneo geni. Watu natoka kama hapa tuende maeneo kama Malindi, tunaenda tunafanya evangelism huko Bichichi. Nikapatana na wazimu. Yeye huwa anakonga hii tumbo lake kama ngoma, kama drum. Kila wakati tu pa. Sasa amekonga hapa nguo imeraruka hapa kuna shimo. Sasa mimi nilipofika pale na wapendwa haya, na sasa kumbe kutoka kwa hiyo kama tumekuwa naye seminar. Sasa akasema wapendwa, hapana, twende nyumbani kwetu na penda tuletee kule maombi. Nikakule kile niliona. Nilipoona huyo mtu akakuja na akakonga tumbo na ameikonga mpaka hii tumbo akikonga tumbo inatoa sauti nyingine tufaniane. Nilipoona wapendwa nikashituka. Nikashituka ndani mwangu na sikuonyesha. Kumbe kumbe pepo la juu. Nikacheka na nikasema akaenda kuwaambia hao kwa lugha ya kimama. Ameogopa. Mimi sitaonyesha, lakini inside nina hofu. Mtu mchafu huwa haoki. Kufungwa tu kwa minyororo. Wamefunga na minyororo kama ng'ombe. Nilipomwona ndani mwangu nikawa naogopa sana. Kumbe yeye those demons yani hiyo mapepo yana sense katika kiroho. Akacheka na akafanya kama ile daki. Hiyo kulukulu huwa amefanya kama. Sasa akafanya hivyo na akafunguka akaendelea hivyo akifika mahali anafanya kama hiyo daki. Alafu akaenda kumwambia watu ameokopa. Na anawaambia polepole msikie. Hata mimi nikauliza, huyo kwani anasemaje? Hao hawakuokoka, wakasema anasema umeokoka. Kumbe the devil knows. Nikasema, baba, kumbe adui anajua ya kwamba nimeokoka. Sasa ndani mwangu nikajipeana nguvu, nikatamka matamshi ambayo yananipa nguvu. Sasa tunaanza kukemea hiyo. Kujali mapepo. But spiritually yalijua. Vitu vingi vya sisi tunakaa wapendwa. Katika kiroho wewe unaweza kudanganya nini? Like demons know. Hizo ni hapa hata kanisani unapoabudu, kama mapepo yaliokopa haiwezi kuingia kanisani hapa. Yanajua wewe enda pale tumekungoja. Ukae hapa nje tukungoje, unapokuja kuendelea na safari zetu. Demons know. Bana sijui wapendwa. Usiweze kuruhusu sehemu fulani katika maisha yako iwe kawaida kama hiyo.
akipata makao anatua pale kabisa. Ngome ni kama tuseme uwanja wa ndege hapo. Atakuja kama ndege. Lakini mpaka kuwe na uwanja ndio batue. Ukiwa hakuna uwanja pale hatui hapo. Hatui. Nilikuwa nikiwatolea mfano wa watu ambao, wacha tuseme watu ambao wako imara. Na nikasema huyu anasema hao wamebaa mbaya. Lakini nikawatolea mfano nikawaambia kwamba yeye ndiye ana hiyo shida. Mambo hawa hata hawajui kitu wanazungumzia. Kwa ndani mwake yeye amechukuliwa, kuna kitu fulani kinaendelea ndani mwake kumfuruka. Lakini hawa ya innocent hawajui. Lakini when you come, unapokuja kwa Mungu pia yeye ana hiyo tabia. Sasa hawa wataweza shikana kwa macho yao kutasamana hivi mara moja, kuna vitu fulani washikana na wewe uko tu hapo you are innocent hata kwa kitu fulani. But hawa kwa macho they are communicated, na hata wakiwa walionana mara moja hivi communication ilipaswa kwa wingi ya kwamba huyu anapoenda hivi mwingine aende hivyo. Kuna upasho wa ujumbe kwa wingi kiasi ya kwamba huyu anapoenda hivi kuna huko anaenda huko. Kuna mawazo anaenda nayo tayari. They know how they will connect themselves. Wanajua vile wao wataunganika tena. Na wewe huko katikati yako, hiyo communication ikifanywa, wewe huna ngome hiyo ndani mwako. Hata uelewe kitu gani kinaendelea. Unajua kuna shida ya kwamba wapendwa ama waamini wameingilia katika hali ya kuwatuma pesa. Na ngome nayo hawajui. Haijashughulikiwa, sasa makao iko tu. Na Biblia inasema ya kwamba na huyu anapotolewa atarudi mara 7, atarudi akiwa akona kwa wingi amejiongeza mara 7. Atulie pale kwa sababu makao yapo. Ngome mawazo ambayo yanaweza kumpa nafasi shetani yanafunzwa kwa neno la Mungu. Unapopata ukweli, Biblia inasema na ukweli itakuweka huru. Sasa ndipo tunashukuru wapendwa, sisi tukija hapa hatuna sarakasi nyingi. Ni neno la Mungu, kumwabudu Mungu na tunakuwa na neno la Mungu. Nashukuru. Amen. Unajua kitu gani ambacho tena shetani kutumia kabisa? Yeye anajua wewe ni mshindi lakini anataka kunase kwa kitu fulani. Yeye anatumia hali ya wewe upatilishe wakati wa Mungu uweke entertainment. Replacing God with entertainment. Wewe yani mambo ya wakati wa Mungu unapandikwa pale kufunikwa hapo entertainment. Sasa hizo kienda kwingi tunaendelea entertainment. Hallelujah. Na kama utataka kitu fulani kifae kabisa, weka entertainment. Unaona hao wanaposema ya kwamba Musa amekaliwa huko, tutengenezee Mungu. Once your heart, moyo wake kishakeuka kutoka kwa Mungu, kitu cha kukutimizia uovu hakiko mbali. Kwanza wewe mwenyewe unacho. Bwana sifiwe. Unajua walitoa tu hii range. Na zinaungwa ni nini? Sanamu ndamu. Hii ilitoka wapi? Na necklace ilitoka wapi? Walienda wakatumana Mungu akachukua mahali. Once moyo wake umeondokea Mungu, kutiririsha maovu vibaya wewe mwenyewe unacho. Na ndio sababu hata haifai tunamlaumu fulani. Alifanya hivi. Anafanya hivyo, moyo wangu hata kusimama mbele za Mungu unapoteza muda. Wapendwa, waachana na hiyo vijineno. Waachana na hiyo mambo mengi, mwabudu Mungu. Mradi tu moyo wako iko kinyume ame memwasi Mungu, kutiririsha uovu vifaa mwenyewe uko nao. Amen. Utawatoa tu maia ni mstayari. Ndama ameungwa sanamu. Naanza kumwabudu. Hallelujah. Si wewe bado unalalamika huyu alifanya wokovu wangu huwa haiendi vizuri. Bwana sifiwe. Mama unasema mzee anafanya wokovu wake hata usimami vizuri kwa wokovu. Mzee unasema huyo mama kisirani sana ananifanya hata yani hata ndiye
Umeangusha wokovu. Hakuna cha hiyo. Hiyo ni utoto tu unazungumza mambo yako tu. Wewe mwenyewe moyo wako umeuondoa kwa Mungu. Na ndio nakwambia, na kama tu na moyo wako umeuondoa kwa Mungu, kifaa sasa ya kufanya uondokee kabisa na utiririshe mambo mengine kiko tu hapo. Before that, kabla ya hiyo silikuwa na uovu wote. Silikuwa na shida. Silikuwa mapambo sawa. Kabla ya nafsi yako hana shida. Moyo wako kimekeuka na sasa huyo ndiye anakuja wakati wako. Mzee hana shida. Moyo wako tu vile umekeuka ya kwamba yafanya vitu vingine sio vya kiungu. Na sasa anayetumika ni yule aliye karibu na wewe wanapotaka. Uweka moyo wako sawa sawa. Vitu vyote ambavyo viko katika karibu na wewe vinatakasika. Ni mswadea. Vilikuwa na wewe dhambi yoyote. Lakini baada ya mioyo yao kukeuka, ndio kikatumika. Kaendeleza tayari hiyo sanamu. Bwana asifiwe. Amen. Replacing God with the devil. Bwana asifiwe. Mimi napenda mmebarikiwa. Nafungulia kwa watu ambao wamebarikiwa. Mimi nimewahi kuhudhuria ibada ambayo ni kuimba. Kila mtu yote anaamuka na wimbo wote. Hata mwingine anaamuka shetani kwa baba nitakusema. Yaani sarakasi zote mpaka muda wa kumwabudu Mungu ulisikia neno la Mungu ipite hivyo hivyo. Na hivyo ndivyo ibada yao. Baada ya tumebarikiwa wapendwa. Kunafika mahali wapendwa, hapana. Naona hapa kumekuwa bariki. Wacha watukumbuishe kwa wimbo moja. Tukumbuishe kwa wimbo moja. Shukuru Mungu hapa kwa kukumbuisha. Waimbaji Mungu. Ninyi kama mnamtumbuiza. Bwana asifiwe. Tukumbuishe na yaani tukumbuishe tuna wimbo moja kwa angalau ibariki toke. Worship, kumwabudu Mungu ni kumwabudu Mungu. Just worshiping God. Kama kuna mwabudu Mungu hatuoni jambo la kufanyika, ni sisi wenyewe. We are carrying the weakness. Ama waimbaji wao mnakeuka mnasema wengine wanakaa ni kama. Hata mtukane, you are the problem. Nasema wengine tunaabudu Mungu na wengine wamekuangalia ni kama hata hawajui penye wako. Wewe unatukana tu, the problem is you. Who is living? Amen. Wewe njoo from the right ground. Toka katika uwanja iliyo sawa. Na wewe ni driver. You know how to drive that kupeleka ile gari. Pia wana shida gani? Sio wanawapeleka tu. Come from the right ground. Sijawahi hiyo hapa. Wapendwa wananianga. Sijawahi hiyo hapa. Na nishukuru. And I'm proud of you. Wengine wamekuangalia wamekaa macho sijui ni kama wapendwa huwa unajua sijawahi ona hapo, lakini wengine wanasema na wengine wanakaa tu kama hata hawatakunywa chai asubuhi. Wengine kweli hatujakunywa. Sasa ndio wananisababisha nikae hivyo sasa. Wengine hatujakunywa. Wewe kama umekunywa nishukuru Mungu. Wengine hatujakunywa. Hiyo chai hatujui inatokana wapi. Wengine wanakaa kama hawajakunywa hata chai. You are the problem. Praise na wapenda nyinyi. Sababu huwa mnatuelekeza tunaenda mbele za Mungu tunamwabudu. And we are proud of you. Hiyo ndio eneo yenu ya baraka zenu. Amen. Mkisalia hapo huko ndio
kucheza ndio. Job akawa na tupu akisema huenda watoto wangu wakaazi. Amen. Sasa nikikwambia hivyo ndio ujue kipindi hiki tunaendelea mambo gani. Hata kanisani washirika wako tu hivi macho tu, but now what might be happening behind huko kwa mgongo huko nyuma. Ukiona unaweza timua mbio. Waweza shangaa ni mpendwa ama ni nani? Haleluya. Vijana rafiki zangu nao nawapenda nyinyi. Mna nguvu. Nyinyi hakuna jambo haliwashindi. Lakini mnahitaji wazee kuelekeza hizo nguvu zenu. Haleluya. Ukienda kurukuruku ukiwa yani una nguvu na uwezo unaweza fanya yote, utapatikana mahali papa. Haleluya. Amen. Wakati ya muda takusia tuingie na. Nyakati kama hizi wapendwa, kama shetani anataka kunasa, kitu cha kwanza nimesema anafanya uovu na kuwa kawaida. Unazoea uovu, unazoea dhambi. Bora mtu hajaona, bora fulani hajasikia. Tosha, mambo iko sawa. Mnanipata? Bora fulani hajui ama fulani hajaona, mambo iko sawa. Umezoea uovu. Bwana sifiwe. Na kuweka katika mambo wakati wa Mungu wajiwekea kumbuisho. Unajua nini? Sasa hivi nyimbo nyingi ambazo wapendwa hata unasikia wapendwa wanaimba. Itumbuisho tu. Utapata kwa uchache sana watu wamemtafuta Mungu amepata wimbo wa ufunuo. Tumbuisho tu. Na muziki wameiweka. Tumbuisho tu. Wachache utawapata wamemtafuta Mungu na akawapa hizo beats na rhythm. Wachache. Na ukiweka hizo watu wengine hawataki. Wanataka kumbuisho, msisimko. Bwana sifiwe sana. Kitu kingine ni kujilinganisha na wengine. Compare ni yourself. Shetani akikundua tu compare yourself with other people, amepata mwanya. Kwa sababu katika hali ya kujilinganisha na mwingine, umejipatilisha wewe sio wewe, ni huyo. Na wewe you cannot work in that. Wewe hufanyi kwa mtu mwingine, wewe ni wewe. Sasa atakuwa amepata mwanya kiasi ya kwamba hutawahi kuwa wewe. Umejikataa. You have denied yourself. Sasa wewe umekuwa chombo cha kutumika na yeye. Haleluya. Unakuja kusikia nikasikia mahali kumbe wakati mwingine unaanza kuwa tu unafika mahali ujipendi. Na sidhani huyo hapo. Mtu ambaye hajipendi. Mwingine akaangalia kwa kioo akasema, "Kumbe nimekaa sura mbaya hivi, hata sijui niangalie kwa kioo nini." Ningeangalia, nimekaa sura mbaya hii hata na si hata anafanya matani, amekasirika, ameudhika. Wewe unacheza. Yaani alipojiangalia kwa kioo akaona sura hiyo ni sura mbaya kabisa hiyo. Siki kitu gani kilinifanya nikaangalia kwa kioo. Na sio matani. That man was serious. Hata mtu kama ukiwa kiwango ile, umefungua mlango kubwa kwa shetani. Atakucheza kwa hali yote. Can manipulate you. Kama sio wewe mwenyewe, hutawahi fanya kitu chako. Haleluya. Bwana sifiwe. Mama, kama kuna mkanilimu mkarango ya kuku, nyama, wewe ukangangana. Kama unaona mwingine akaenda akachukua rote pia yeye hawa na karanga. Na akawa nilicheka sana. Kwa jirani mahali. Na akawa ananunua kila siku nyama kilo 2. Moja mchemsho na nyingine na dondoka huko. Huko kwa jiko. Na dondoka hivyo. Yaani harufu hizo. Na sasa nilikuwa nashangaa, yaani huyu ni mambo gani? Sasa ilikuwa ya aibu Kenya women walipomtembelea sasa. Wakiwa wanamchukua vitu. Alikula loli kwa hiyo nyama. Kwa kujilinganisha na wengine, yeye pia anataka kwake kunuke.
agundue tu adui ya kwamba umefanya hivyo, ana mahali atakukoroka. Hii wasema mapato yako Mungu anayajua, na Mungu anaelewa kiwango huko. Kuwa tu wewe mwenyewe, fanya tu kile unafaulu kwa shukrani kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna wakati mwingine okay. Hiyo ni requesting God with it. Tulikuwa tunasoma Pastor John 2:15 na ile Exodus ambayo tulisoma 32:6 na hali ya kulinganisha na wengine ni First Corinthians 10:12 na hii napatia kusema ya kwamba kuita maovu vizuri. Calling evil good. Unakumbuka mtu ameamua tu ya kwamba hata jambo liwe mbaya iwe dhambi, yeye anaona tu hapa. Mambo mazuri. Unawakumbuka kwa Biblia ambao walikuwa wanasema msaliti huyu Yesu Kristo hata damu yake hata iwe juu yetu na hata usao wetu. Hata na usao wetu. Yaani wameamua kulipisha mabaya kwa jambo zuri. Wanasema muue huyo hata damu yake iwe hata iwe juu yetu na hata pamoja na watoto wetu. Naona? Na we have na mioyo kama hiyo katikati yetu kwa tukio waamini. Ukiwa katika hali kama hiyo kuna mwanya adui atakufungua. Amen. Hiyo ni Isaya 5:20-23. Yaani kuna anakunasa kwa kufanya tupoteze hiyo hamu ya mambo ya kiungu. Losing hunger. Yaani wacha tuseme losing spiritual hunger. Kupoteza njaa ya mambo ya kiroho. Unajua ukitaka